Ni Jimson Natson tena kwenye habari za kimataifa, na hii ni Clouds Digital. Jeshi la Israel limesema kuwa linafanya mashambulio makubwa katika ukanda wa Gaza, huku wizara ya afya inayosimamiwa na Hamas ikiripoti kuwa takriban Wapalestina 220 wameuawa. Jeshi la Israel IDF limesema kuwa linalenga kile ilichoiita shabaha ya ugaidi ya Hamas. Mahmoud Abu Wafah, naibu waziri wa mambo ya ndani huko Gaza na afisa wa ngazi ya juu wa usalama wa Hamas katika eneo hilo, ameripotiwa kuuawa katika mgomo. Hili ni wimbi kubwa zaidi la mashambulizi ya anga huko Gaza tangu kusitishwa kwa mapigano kuanzia tarehe 19 Januari mwaka huu. Mazungumzo ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano Gaza yameshindwa kufikia makubaliano, ambapo nyumba 3 zilishambuliwa huko Deir al-Balah katikati mwa Gaza, jengo katika mji wa Gaza na maeneo ya Khan Younis na Rafah, Reuters iliripoti, huku ikitoa mfano wa madaktari na mashahidi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa Israel Katz waliamuru mashambulizi hayo siku ya Jumanne asubuhi, kulingana na taarifa kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu. Lakini hii inafuatia Hamas kukataa mara kwa mara kuwaachilia mateka wetu, pamoja na kukataa kwake mapendekezo yote ambayo imepokea kutoka kwa mjumbe wa rais wa Marekani Steve Witkoff na kutoka kwa wapatanishi. Ilisema Israel kuanzia sasa itachukua hatua dhidi ya Hamas kwa kuongeza nguvu ya kijeshi, iliongeza. Mpango wa mashambulizi hayo uliwasilishwa na IDF mwishoni mwa wiki na kuadhimishwa na uongozi wa kisiasa, ilisema. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulishauriwa na Israel kabla ya kutekeleza mashambulizi hayo. Msemaji wa ikulu ya White House aliambia Fox News, wapatanishi wamekuwa wakijaribu kutafuta njia ya kusonga mbele baada ya awamu ya kwanza ya mapatano muda kumalizika tarehe 1 Machi, ambapo Israel imeendelea kuivamia Hamas na upande wa Gaza. Mambo yanazidi kuwa mazito. Mtazamo wako uko vipi? Weka maoni yako chini ya video hii. Jina langu naitwa Jimson Natson na hii ni Clouds Digital.